Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1.3, shilingi bilioni 90.2 sawa na asilimia 6.9 ya fedha hiyo yote imeelekezwa katika Wizara ya Maliasili na Utalii. Na katika Wizara ya Maliasili na Utalii, fedha hiyo inaenda kutumika katika miradi mikubwa mitano kama ifuatavyo. Mradi wa kwanza ni utekelezaji au kuziwezesha taasisi 5 za wizara ambazo ni TANAPA, TAWA, Ngorongoro, TFS pamoja na Makumbusho ya Taifa kuweza kutekeleza majukumu yao kwa kuimarisha miundombinu na kununua vifaa mbalimbali. Katika kipengele hiki kuna miradi na activities 9. Kwanza, kuna ujenzi na ukarabati wa barabara takribani kilomita 4881 ambazo zitaenda kutumia shilingi bilioni 23.4. Sasa unapoongelea ujenzi na ukarabati wa kilomita 4881 ni shughuli nzito sana, na wote tunafahamu kwamba barabara hizo ndio miundombinu pekee muhimu kwa kumwezesha mtalii kuingia katika hifadhi zetu. Pasipokuwa na barabara hizo, manake Serengeti hakufikiki. Pasipokuwa na barabara hizo, manake Ngorongoro haifikiki, Kilimanjaro haifikiki. Sasa kipindi cha uviko 19, kutokana na kupungua kwa idadi ya watalii na kupungua kwa mapato yatokanayo na utalii, kiasi kufanya taasisi hizo nilizozisema kushindwa kujiendesha, miundombinu nayo imeharibika. Sasa fedha hizi zinakwenda kurejesha miundombinu iliyoharibika na kuongeza mingine ambayo haikuwepo kabisa. Hifadhi 9 zitakwenda kunufaika moja kwa moja na fedha hizi. Hifadhi hizo ni kama ifuatavyo: Serengeti, Mkomazi, Tarangire, Nyerere, Kilimanjaro, Saadani, Gombe, Ngorongoro pamoja na maeneo ya hifadhi ya misitu 10. Kwa hiyo unaona hifadhi 9 na misitu 10 inaenda kufaidika na ukarabati na ujenzi wa barabara hizi kilomita 4881. Lakini pia fedha hizi zinaweza kutumika katika ununuzi wa electronic tracking system, kuweka mifumo ya kielektroniki ambayo itatusaidia kufanya ufuatiliaji wa mashine hizo na mitambo hiyo katika taasisi mbalimbali. Tulimsikia Mheshimiwa Rais alisema, ukitaka kuijua rangi yake halisi, chezea hii fedha. Sasa sisi tunakwenda mbele zaidi. Hiyo vifaa vinavyoenda kununuliwa hatutaki vichezewe. Sio tukanunua mtambo kwa ajili ya Serengeti ukauchukua kwenye barabara ya kazi binafsi. Tunaenda kufunga tracking system, kiasi kwamba kila mtambo ukiwashwa, nakaa kwenye simu naona kwamba mtambo fulani sasa umewashwa na unafanya kazi sehemu fulani. Hiyo yote ni katika kuongeza udhibiti wa matumizi ya mitambo hiyo. Tunafahamu wale wenye uwezo zaidi wanapenda kwenda huko national parks na maeneo mengine kwa kutumia ndege. Kutumia fedha hizi tunakwenda kukarabati na kujenga viwanja vya ndege 8, zile airstrips, na hizo zinafanyika kwenye hifadhi zetu 6. Airstrip hizo nyingi zimeharibika, zingine hamna kabisa, kama kule Nyerere National Park kusini hakuna kabisa airstrip. Sasa fedha hii inaenda kufanya kazi hiyo. Tunaamini kwamba tukijenga airstrip tumefungua hizi hifadhi, tumeimarisha miundombinu, watalii watakuja kwa wingi zaidi na kuchangia katika pato la taifa. Hifadhi hizo 8 ambazo zitaenda kupata ama ukarabati ama airstrip mpya ni pamoja na zifuatazo: 1, Serengeti, Nyerere, Tarangire, Mkomazi, Saadani na Katavi. Kwa hizi hifadhi 8 tunaenda hifadhi 6 tunaenda kufungua viwanja 8 vya ndege. Lakini pia
tunafahamu mwaka jana tuliongeza hifadhi 6 mpya. Hifadhi hizi 6 mpya nyingine hazina miundombinu ikiwemo malango au mageti ya kuingilia. Na pale kwenye geti, sio geti tu, unatakiwa kuwe na geti, kuwe na chumba cha kupokelea wageni, chumba cha mhasibu kufanya mambo yake, vifaa vya kielektroniki na mawasiliano ili malipo online yaweze kufanyika, lakini pia parking ya magari pamoja na huduma za vyoo. Sasa hiyo ndio package ya geti moja. Tunakwenda kutengeneza mageti 5 au malango 5 katika maeneo yafuatayo. Moja, Likuyu Sekamaganga. Likuyu Sekamaganga ni ile Seluzi kule kusini, Nyerere kule kusini kabisa. Tunakwenda pia Msolwa, Nyerere, hizo zote ziko kwenye Nyerere, Mkomazi, mapori ya akiba Swagaswaga kule Dodoma pamoja na Kijereshi. Yote ni katika kuhakikisha kwamba mtalii anaweza kufika hizi mbuga kupitia njia mbalimbali. Sio lazima uzunguke sana. Kwenda kuongeza mageti uweze kufanya mtalii aweze kufika. Na hayo mageti pia atakuwa ni miundombinu ya TEHAMA. Siku hizi tunajua tunatumia mtandao kulipa kwenye mtandao. Kwa hata kufika pale getini unaweza ukabofya ukalipa. Tunakwenda kurekebisha hayo. Lakini pia tunaenda kununua seti 5 za mitambo ya ujenzi wa barabara ambazo zitafanya kazi seti 5 katika hifadhi 13. Mitambo mingi tuliyokuwa nayo ni ya zamani. Na hapa tu niwaambie kwamba hizi barabara zote ambazo takribani zina ukubwa wa kilomita 1028 kwenye hifadhi zote, kilomita 1028 zinafanyiwa ukarabati na wataalamu wa Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia taasisi zake. Ukienda TANAPA kuna mainjinia, ukienda TAWA kuna mainjinia, ukienda TFS kuna mainjinia. Sasa mitambo ambayo tunaitumia mingi imechoka na ya zamani. Kwa hivi sasa tunaongeza mitambo mipya 5 katika mbuga 13 ambazo zitasaidia kufanya shughuli hizo. Mbuga hizo ni kama zifuatazo. Serengeti, tunaona tunatoa kipaumbele sana kwa Serengeti kwa sababu Serengeti ndiyo inatupatia fedha nyingi na ni mbuga kubwa sana na tunahitaji tuimarishe zaidi. Ziwa Manyara, Mkomazi, Arusha, Kilimanjaro, Burigi Chato, Ibanda Kerwa, Rumanyika Karagwe, Kigosi na Rubondo. Na mnaona hapa tumeziingiza hizi mpya. Hizi mpya kadhaa zimeingia ambazo nazo inabidi tuzifanyie kazi katika kuimarisha miundombinu. Hapa mpya tunaongelea zaidi ni Burigi Chato, moja kati ya mbuga yenye kuvutia sana hapa Tanzania. Wengi hawajui lakini mandhari ya Burigi Chato ni mazuri zaidi. Ibanda Kerwa, Rumanyika Karagwe pamoja na Kigosi. Hizi ni mpya. Kwa hiyo zinaenda kupata mitambo hii ikiwa imekaa hapo hapo ili tuweze kufanya shughuli hiyo. Lakini pia tunaenda kununua boti maalumu yenye kioo, bottom glass boat. Boti ambayo ile sakafu yake yote ni kioo. Kwa hiyo watalii wanapoingia kwenye boti hiyo tayari wanaanza kufurahia utalii wa bahari. Kama kule chini anapita samaki unamuona. Tuna moja tu boti aina hiyo, sasa tunaenda kuongeza nyingine. Na tutaitumia Kilwa Kisiwani. Itakuwa chini ya TAWA kule Kilwa Kisiwani ili kuongeza idadi ya watalii ambao tutaweza kuwavutia. Naamini hata nyinyi sasa kwa boti kama hiyo unaweza kaiogopa, lakini ni boti nzuri sana, itatusaidia sana. Lakini pia tunaenda kufanya ukarabati wa miundombinu ya utalii. Na hapa ni katika mapori tengefu na mapori ya akiba. Yani game reserve na game controlled area. Kwa hiyo tunafanya katika mapori ya akiba 11 na mapori tengefu 6. Kwa hiyo jumla tunaongelea mapori 17. Kuna tofauti kati ya national park na pori la akiba. Hifadhi ya taifa ndio national park, pori la akiba ni game reserve. Katika viwango vina tofauti kidogo. Sasa haya mapori tengefu na mapori ya akiba
yanahudumiwa na Tanzania Wildlife Authority, yani TAWA, nao hawajaachwa, na tunaenda kuimarisha miundombinu kwa sababu tunaingiza utalii wa picha katika haya mapori tengefu na mapori ya akiba. Wengi wamezoea kufanya utalii wa uwindaji, sasa tunakwenda kuingiza utalii wa picha pia. Lakini tunanunua seti za mitambo mbalimbali, na hii ni mitambo maalum. Tuna maeneo ambayo ni maeneo chepe, maeneo ya ardhi oevu kama kule Mbarali pamoja na bonde la mto Kilombero. Bonde la mto Kilombero huwezi kutumia magari ya kawaida. Kwa hiyo kule sasa tunaenda kuchukua boti maalum au inaitwa amphibious boat. Yale maboti ambayo mmeona wenzetu wanaweza kutembea kwenye manyasi yenye maji, yenyewe yanatembea kwa juu. Sasa maeneo kama yale tunahitaji vifaa kama hivyo ili kuongeza utalii. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kilombero kule tunaenda kupeleka boti moja kama hiyo, lakini pia tunaenda kununua mtambo maalumu wa kuchimbia visima katika maeneo yetu mbalimbali. Tunahitaji maji, yanakuwa kame sana. Saa nyingine visima hivi vinasaidia wanyama na shughuli za binadamu katika mahoteli. Tunaenda kununua gari maalum wa kuchimbia kisima pamoja na hilo boti maalum inaitwa amphibious boat. Utalii kwa njia ya kidijitali inaitwa Digital Command Center. Kifaa hiki kitasaidia, ukishashakata taarifa ukaziingiza kwenye Digital Command Center, unaweza ukaziingiza kwenye mitandao ya kijamii na kuzipeleka kwa vyombo vya habari kirahisi zaidi. Yaani kama tungekuwa na hiki kifaa sasa hivi, mkutano kama huu ningewaambia kaeni ofisini kwenu, mimi ningeongea, alafu mngepata taarifa zote ukiwa kwenye dawati lako. Sasa tunataka taarifa za kitalii ziweze kuwafikia vyombo vya habari popote duniani katika njia yoyote kwa kutumia mtambo huo. Lakini pia tunafahamu Royal Tour ilikwenda, Mheshimiwa Rais akaifikisha. Sisi hatutaki ipoe, tunataka iendelee zaidi na zaidi. Kwa hiyo sasa sisi tunakwenda kutanua wigo wa Royal Tour. Hapa katika kutanua wigo wa Royal Tour tutafanya mambo kadhaa ambayo mengi yao yatahusisha sana nyinyi vyombo vya habari, kwa sababu sasa tunataka ile Royal Tour tuingize kwenye vitendo. Waandishi wa habari, corporate, na juzi tulikuwa na Azam, kampuni za Baresa, nao wamepongeza ile Royal Tour kwa kutembelea Serengeti. Kwa hiyo tunakwenda kusema kwamba tunaenda kutendea haki Royal Tour awamu ya pili kwa Tanzania bara na visiwani, kutangaza zaidi vituo hivyo. Mheshimiwa Rais asingeweza kwenda kwenye kila kituo. Sasa ni kazi yetu sisi sasa kueko juhudi za Mheshimiwa Rais kutembelea kila kivutio kilichopo, na nimeshaongea na mwenzangu Waziri wa Utalii na Malikale Zanzibar, tumeshapanga ratiba tayari kwa utekelezaji huu, kwa sababu tunafahamu fedha hizo lazima zitumike ndani ya mwaka huu wa fedha. Kwa hiyo hatukubali kuchelewa katika jambo hili. Lakini pia tunakwenda kuwezesha maonesho mawili makubwa ya kimataifa. Juzi tulikuwa na expo ya kwanza ya Afrika Mashariki pale Arusha. Sasa tumepanga kuanzia sasa mpaka utakapofika Juni mwakani tunapiga mengine mawili ya aina ile. Hiyo yote ni katika juhudi za kutangaza utalii, ambayo tulikuwa ni eneo la pili la mkakati wetu. Eneo la tatu, tunakwenda kuimarisha mazingira ya biashara ya utalii kwa kuhakikisha kwamba usalama na huduma za afya katika utalii zinakuwa za kiwango cha kimataifa. Hakuna mtalii atakaye kuja Tanzania kama swala la usalama linatia shaka. Hakuna mtalii atakaye kuja Tanzania kama huduma za afya zinalegalega. Kwa hiyo hapa sasa tunakwenda kumhakikishia mtalii kwamba usalama wake pamoja na huduma za afya zinaenda kuwa vizuri zaidi. Kwenye hili tutashirikiana sana na wenzetu wa TAMISEMI katika kutekeleza kwa kufuata miongozo iliyotolewa na Wizara ya Afya. Na kwa undani zaidi kwenye hili tuhakikisha kwamba tunaendelea kusisitiza upatikanaji wa chanjo katika maeneo ya utalii.
wale frontliners katika utalii, watoa huduma walioko mstari wa mbele katika sekta ya utalii, mpaka hivi sasa tunavyoongea wameshachanja kwa 90%. Kwa hiyo tunataka 10% tuimalize kabisa, na tuendelee na wengine tuongeze, ili swala hilo liwe salama zaidi. Lakini pia upatikanaji wa vifaa vya kupima uviko. Kwenye hapa tunachoenda kukifanya, hatutaki mtalii atufuate hospitali. Tunataka collection of samples na mobile testing equipment ziweze kupatikana mbugani. Mtu akiwa Manyara unamsimamisha kwa dakika moja tu, anakupa sampuli ya damu yake, anaendelea kutalii na anapata majibu yake pale pale akiwa mbugani. Akiwa Serengeti, akiwa Nyerere, tunakwenda kulifanya hili kwa kutumia fedha hii kama sehemu ya kupambana na ugonjwa huu wa uviko 19. Lakini tunaenda kutoa elimu na mafunzo katika sekta ya utalii kuhusiana na ugonjwa wa uviko 19. Na hapa tunakwenda kugusa mikoa 26 iliyoko Tanzania bara. Sehemu ya 4. Katika eneo la 4 tutakwenda kutumia fedha hizi ili kushirikisha sekta binafsi kuwajengea uwezo wa kukabiliana na janga la uviko 19. Siku zote sisi tumekuwa tukishirikiana na sekta binafsi. Unajua, unaposhirikiana kati ya serikali na sekta binafsi ndipo unapopata mafanikio. Na kwa kuwa biashara ya utalii inafanywa zaidi na sekta binafsi, hatujaiacha sekta binafsi nyuma katika utekelezaji wa mkakati huu. Na katika hapa tutafanya yafuatayo. 1, tunakwenda kununua na kusambaza vifaa mbalimbali vya kujikinga na ugonjwa wa uviko 19 katika maeneo mbalimbali, na tunawapa sekta binafsi waweze kusaidia kwenye hilo. Tunaenda kutoa mafunzo juu ya kutumia vifaa hivyo, lakini pia tutatoa mafunzo kwa wadau katika mikoa ambayo imeathirika zaidi. Mikoa ambayo imeathirika sio na ugonjwa, imeathirika na madhara ya ugonjwa wa uviko katika utalii. Na mikoa hiyo ni kama Mtwara, Ruvuma, Lindi, Njombe, Mbeya, Mara na Mwanza. Ni kwamba mikoa hii sasa haijaona kabisa watalii kwa kipindi kile cha uviko. Sasa hivi wameanza kurudi. Mikoa mingine tuliona wachache, lakini huku sasa tulipoteza kabisa. Eneo la 5 ambao tunaenda kuitumia fedha hii ni kutoa kipaumbele kuimarisha mifumo ya kidijitali ya takwimu za utalii. Tunachoenda kukifanya hapa ni nini? Hii mifumo tuliokuwa nayo ya takwimu za kiutalii na taarifa za utalii tunaenda kuiweka katika digital. Tunataka tujue kama mtalii ana malalamiko popote alipo, aweze kutumia mifumo ya kidijitali kuleta malalamiko yake, tujue yuko wapi na taarifa zake ni nini. Kama kuna taarifa nzuri za utalii wote tuzipate, lakini pia tunakwenda kuangalia takwimu za idadi ya utalii pamoja na mapato yapatikanayo na utalii, tuyapate kila siku. Ikifika siku imeisha, tunajua leo katika vivutio vyetu vyote ambavyo ni mbuga za taifa, mapori ya akiba, mapori tengefu, maeneo ya makumbusho na maeneo mengine, tumepata watalii wangapi na wametuingizia fedha kiasi gani. Lakini pia nataka tujue hiyo takwimu sasa, tujue matumizi ya shughuli za utalii katika kila kaya, ndipo tunakwenda huko. Hii itatusaidia katika kuboresha huduma mbalimbali za utalii. Kipekee kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wa 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ambaye pia ni amiri jeshi mkuu, lakini pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, chama tawala. Anachofanya hapa ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelezea haya yote ambayo tunatekeleza. Kwa hiyo tunamshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tunampongeza kwa sababu
ametupatia shilingi bilioni 90.2 ambazo matumizi yake nimeeleza hapa. Inakwenda kutumika kwenye maeneo matano na miradi na activities 23. Kwa hiyo miradi mitano na hizi activities 23 bila Mheshimiwa Rais tusingeweza kuzitekeleza ndani ya mwaka huu wa fedha. Sisi kama wizara tumejipanga kutekeleza shughuli zote hizi ndani ya mwaka huu wa fedha. Wale mchwa ambao ni wazuri kutafuna sana fedha za umma, sasa dawa yao imepatikana. Atakayegusa fedha hii atakiona cha mtema. Tutakuwa hatuna mswalia naye, tutamwambia bwana, tafadhali wewe utakiwi kufanya kazi katika wizara hii. Tutakwenda kumtia adabu, tunakwenda kumfukuza kazi, na haitaishia hapo. Tutakupeleka mahakamani na utafungwa kwenda jela. Fedha hii sio ya kuchezea. Fedha hii ni fedha ya Watanzania wote. Tutakwenda kuitumia ipasavyo ili kuleta tija katika maeneo haya matano, katika miradi hii 23 ambayo nimeitamka hapa. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza.